Tunapoikaribia madhabahu yako kwa ajili ya tafakari, tunajua ni wanadamu, yamkini kwa kuwaza, kunena na kutenda tumekutenda dhambi. Tusamehe, tutakase kwa damu ya Yesu. Hatuwezi kujistahilisha haki kwa namna yoyote. Neno lako liko dhahiri ya kwamba sisi sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako, na ni damu yako peke yake inayoweza kutupatanisha tena na wewe kwa upya. Naam, tutakase, tuoshe, tukarabati. Tunapageuza mahali hapa kwa madhabahu yako, ili chochote kitakachoendelea, Mungu, kiguse maisha ya mtu mmoja na kumbadilisha kwenda hatua nyingine. Tutumie kama vyombo vyako kuzinena siri zako sawa sawa na kusudi lako. Anza nasi na ukimaliza nasi kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa chenye maneno yanayosema jifunze kutoa kusiko jifunze kumtolea Mungu sadaka bila kujionea huruma. Jifunze kumtolea Mungu sadaka bila kujionea huruma. Anzia hapa kwenye kipande cha leo cha shukrani ambacho niliishia kwenye ile Ijumaa iliyopita. Sasa nikianzia hapa itanisaidia niende mahali ambako ninatamani kwenda leo. Kumbuka, hatuishi ama hatuko tulivyo kwa sababu ya tulivyo navyo. Ni sentensi ambayo nilihitimisha nayo ile Ijumaa iliyopita. Hatuishi wala hatuko tulivyo kwa sababu ya tulivyo navyo. Bahati mbaya sana, watu wengi wamejikuta wamebanwa na hiyo kona, kudhani wanaishi na wako walivyo na vile walivyo navyo kwa sababu tu ni nguvu zao, ni uweza wao, ni akili zao, wanataja na vitu vingine. Kuna watu ambao walikuwa bora kuliko wewe kwenye nyanja zote, lakini hawapo. Kwa hiyo kama Mungu, wewe ambaye kwa namna ya mfano huo una kiwango cha kawaida ama cha chini ya hao watu ambao tumewataja ambao hawapo, ujue si kwa sababu ya vile ulivyo navyo. Kwa sababu yamkini kama ingekuwa ni ajenda ya ulivyo navyo, visingeweza kutosha kukidhi haja kama kungetokea mazingira ambayo sio hayo ulionayo. Kwa hiyo tuko tulivyo ni kwa sababu ya neema ya Mungu, ni mkono wa Mungu, ni upendeleo wa Mungu. Yani unapumua, mapigo ya moyo yanadunda kifuani, bado kuna uhai kwenye maisha ya kwako, unaelewa mambo yanayoendelea, una macho na masikio, unafanya shughuli zako, na vinginevyo umelala, uko hospitalini na mahali pengine unaumwa. Lakini ile tu kwamba uko hai ni kwa sababu ya mkono wa Mungu. Jifunze hilo siku zote. Kwa hiyo yeye ametuvusha na ametuepusha na majanga mengi ambayo yangetufanya tusibakiwe na chochote tulicho nacho. Fikiri sahihi tunapozungumza, ungeambiwa unatakiwa kwenda India, sina uhakika kwa akiba yako ingetosha. Fikiri sahihi kungekuwa na msiba wa dharura unaohitaji kusafirisha na wewe ndio mhusika mkuu, hata hiyo akiba ulionayo isingeweza kutosha. Na ndio maana hata kwenye misiba, kwenye mitaa yetu, huwa tunachangiwa na hata wale watu maskini ambao tusingeweza kuwategemea. Kwa nini? Hatujitoshelezi. Tumewekwa duniani, na kama kuna mambo yanaendelea ni kwa sababu Mungu ametuepusha na mambo mengi, na ndio maana umebaki na hivyo ulivyo navyo. Kwa hiyo kama Mungu amekuepusha na amekupa neema ya kuwa navyo, sio vyako, ni vya Mungu aliyekuepusha navyo. Kwa unapofika wakati wa kumtolea Mungu sadaka, usione kama vile unafanya tendo la kufilisika, la kupunguziwa ulivyo navyo. No. Laiti Mungu angenyamaza kimya ndani ya dakika moja, vyote hivyo usingebakiwa kuwa navyo. Na ndio maana wenzetu wana wa Israeli, kutoka kwenye kile kitabu ambacho tumeendelea kukisoma Kutoka 36, nilikuonyesha kwamba walitoa zaidi ya uwezo wao. Kwa nini? Walijua si kwa nguvu zao kubakiwa navyo. Kwa ulipofika wakati wa kutoa, wakajikuta wanatoa zaidi ya uwezo wao. Anasema walimtolea Mungu kwa kiwango cha kumaanisha. Tulisoma Wakolosai 3:23 ya kwamba lolote tunalolifanya tulifanye kwa moyo, kwa maana ya kumaanisha, kwa bidii, si kama kwa watu bali kama kwa Mungu. Ndicho kilichowafanya hawa watu watoe zaidi ya uwezo wao. Walitoa kama kwa Mungu, wakatoa kwa moyo. Angalia, hawakujionea huruma,
hawakulalamika wala kunung'unika, wakatoa kwa moyo, wakatoa kwa kumaanisha, wakatoa kwa bidii, wakatoa bila kuhesabu kuwa wametoa mara ngapi. Kisa ni nini? Waligundua siri ya walivyo navyo si uwezo wao, ni Mungu amewajalia hiyo neema. Biblia inasema mpaka vikazidi malengo, walitoa zaidi ya uwezo wao, walitoa zaidi ya matarajio ya wazee. Na wazee walipoona vimezidi, ndipo wanaenda kutoa tangazo ama taarifa kwa Musa. Sasa tuanzie hapo ili angalau upate kuelewa vizuri. Twende pamoja na mimi kwenye kitabu cha Kutoka 36. Kutoka 36 nisome kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 6. Wa 5 mpaka wa 6. 36 5 mpaka 6. Anasema, nao wakasema na Musa kumwambia, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanyike. Angalia mstari wa 6. Basi Musa, napenda sana hicho kipande. Basi Musa akatoa amri, akatoa agizo. Kumbuka Musa alikuwa ndiye kiongozi mkubwa. Akatoa amri, nao wakatangaza mbiu katika malango yote wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Unajua tafsiri yake ni nini? Lilitoka tangazo. Kule kijijini tuna utaratibu wa kutumia kigoma. Kwa kigoma kikapigwa. Huku mjini tunatumia vile vipaza sauti, kwamba jamani, kesho kutakuwa na kikao. Sasa tangazo lililotolewa kwenye majira haya ni kwamba jamani, vinatosha, msilete tena. Unaiona hiyo ajenda ilivyokuwa? Linapitishwa tangazo ya kwamba inatosha. Sasa mimi nikapiga picha. Biblia haijaandika hivyo vitu. Angalia, kama mbiu ilipigwa kwamba inatosha, maana yake wako watu waliokuwa wanakuja kutoa. Wamebeba hivyo vitu, wamebeba hizo sadaka. Lakini wako waliokuwa kwenye foleni, inawezekana wako pale hekaluni, wako madhabahuni, wako waliokuwa nyumbani wanajipanga kuja. Biblia inasema wakasikia tangazo kwamba wenzenu waliotangulia kutoa wametoa vingi kiasi cha kutosha. Yani kile tulichokuwa tumepanga kipatikane kimezidi malengo. Kwa hiyo ninyi mlioko nyumbani, mlioko kwenye foleni, mnaopanga kuja, msilete tena, vinatosha. Hiki kitu kininishangaza sana. Hiki kitu kininitafakarisha sana, kwamba nini kilichokuwa kimetokea. Lakini kumbuka tulikotoka. Mungu alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli, mtanitwalia sadaka, mtanikusanyia sadaka kwa wale watu ambao mioyo yao yapenda kutoa. Kwa hiyo hawa watu waliotoa walikuwa ni wale watu waliokuwa na moyo wa kumpenda Mungu na moyo wa kupenda kutoa. Hebu tuende tujiulize maswali haya ya msingi. Jiulize maswali haya ya msingi, alafu jitafutie majibu, na mimi nitajitahidi kuja kusahisha hayo maswali. Swali la kwanza, je, umewahi kusikia tangazo kama hilo kanisani kwako? Kwamba tumepanga kufanya kitu, halafu tangazo likatoka tutoe sadaka, halafu watu wakatoa kiasi ambacho ilibidi viongozi wasitishe suala la kutoa sadaka. Umewahi kulisikia? Umewahi kusikia kiongozi wako yoyote akikwambia jamani, mmetoa vimezidi malengo? Imewahi kutokea? Kama ni ndio, Mungu awabariki sana, hongera. Kama ni sio, tujiulize swali, kwa nini? Kama hawa wenzetu walikuwa binadamu kama sisi, walitoa mpaka vikazini, kwa nini sisi tunashindwa? Ningeweza kwenda ndani zaidi. Mara ngapi kanisani kwenu mmefanya haya? Unadhani sisi tunatofautiana sana na hawa waliotoa mpaka vikazini? Unadhani wao walikuwa sio binadamu? Walikuwa hawana matumizi? Kwa nini wao walitoa ikazidi? Nikatafakari kwa kina kwamba inawezekana kabisa tumewazidi kwa uwezo tulionao. Yani ukilinganisha thamani ya vitu tulivyo navyo na walivyokuwa navyo wao, tumewazidi. Japokuwa wao walituzidi moyo wa kumpenda Mungu na moyo wa kupenda kutoa. Umeiona hiyo ajenda? Kwamba sisi tunaweza tukawa na vitu vingi zaidi, lakini tumekosa moyo wa kupenda kutoa. Tunaposema tumekosa moyo wa kumpenda Mungu na kupenda kutoa, manake moyo wa kumtanguliza Mungu katika tulivyo navyo. Tunajitanguliza wenyewe,
tunajithamini wenyewe, tunajiona sisi ndio tunaohitaji zaidi kuliko hata kile ambacho tunapaswa kukitoa kama sadaka. Tumekosa moyo wa kumthamini aliyetubariki na vyovyote. Tumekosa moyo wa kumpa kipaumbele, nafasi ya kwanza, Mungu aliye yote katika yote. Kwa hiyo kama wao walikuwa na moyo wa kupenda kutoa, walitoa mpaka vikazidi, uwe na uhakika kuna namna ya kiziada ambayo Mungu alifanya kwenye maisha kwao. Huko tusiende, muda wetu hautatosha. Sasa swali ambalo nikajiuliza la pili, kama tunavyo, na Mungu ametubariki vitu vingi sana ambavyo tungeweza kufanya zaidi yao, lakini tumeferi, kwa nini huwa hatutoi mpaka kufikia malengo ya kile tunachotamani kufanya? Kwa nini? Kwa nini inapofika ajenda ya kutoa tumekuwa tunafeli sana? Kwa nini ajenda ya kutoa imekuwa changamoto? Na saa zingine hata kufundisha masomo ya utoaji, jipange. Watu wanatamani ile umebarikiwa, pokea, nenda nyumbani utakuta vyote vimekaa sawa, unatabiriwa vile vitu vizuri. Ndivyo tunavyovipenda, lakini kanuni za kiroho zinazotupeleka kwenye mafanikio, ikiwemo kanuni ya kutoa sadaka, Wakristo wengi hatupendi. Na ndio maana watu wengi sana unaweza kukuta wanafanya vitu vyote vizuri, lakini sio kwenye ajenda ya kutoa sadaka. Shida ni nini? Moyo wa kumpenda, moyo wa kupenda kutoa, moyo wa kumtanguliza, moyo wa kumthamini na kumpa kipaumbele Mungu umekufa. Kwa unapaswa pia kujipanga kwenye hiyo kona, ukishajua ni miongoni mwa watu wasiotoa sadaka kwa moyo wa kupenda, wasiotoa sadaka kwa moyo wa hiari. Sasa kwa nini huwa hatutoi kiasi cha kufikia malengo? Kwa nini kila tunapokuwa na ajenda ya sadaka juu ya jambo fulani lazima kubembelezwa sana, lazima kuombwa tena mara kwa mara, lazima kukumbushwa kila wakati, lazima kurudia, na wengine wanafika mahali hawatoi kabisa, wengine wanasusa, wengine wanagoma? Kwa nini? Je, unataka kuniambia ni kweli kwamba hatuna uwezo huo wa kutoa vile vinavyotakiwa kutolewa sadaka madhabahuni? Unataka kuniambia kwamba ni kweli Mungu hajakubariki kiasi hicho? Unataka kuniambia ni kweli kwamba watu hawa wakale walituzidi kwa kiwango hicho ambacho sisi tumeshindwa kufikia malengo? Hapana. Hii maana yake, pamoja na Ukristo wetu, pamoja na majina mazuri ambayo tumepewa, pamoja na kufundishwa maisha ya Ukristo na utakatifu na vitu vingine, moyo wa kupenda kutoa umekufa. Moyo wa kupenda kutoa haupo. Moyo wa kupenda kutoa umezimia. Moyo wa kupenda kutoa umevurugika kabisa. Sasa tusiombe tu kwamba Mungu tusaidie, Mungu tu tubariki, turudi kwenye hii kona ya kuomba pia moyo wa kupenda kutoa. Nimekutana na shuhuda za watu wengi sana wakisimulia namna ambavyo walipita kwenye changamoto hizo za kuzuiliwa kutoa sadaka. Walipovuka kwenye kona hiyo, waliona milango ya baraka ikifunguka. Na wengine kila linapofundishwa, inapokuwa wakati wa kutoa sadaka, anatamani, anajaribu kutengeneza mazingira. Wengine inawezekana kanisani pako ni wakati ambao umepata neema ya kumjengea Mungu kanisa, kumjengea Mungu madhabahu, kumjengea Mungu hekalu. Wakati huo mtu anahama, anaenda kusali kwingine. Yuko tayari achome mafuta, alipe na nauli, kwenda mahali pambali kabisa, lakini sio mahali anapoishi wanapojenga kanisa jipi. Hiyo sio sawa. Kumbuka nyumbani kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mstari huo unafanana sana na huu mstari wa Korinto wa pili, waraka wa pili wa Korinto 8 mstari wa 3. Waraka wa pili wa Korinto 8 mstari wa 3. Kuna kitu ambacho pia amekizungumza vizuri kwenye hiyo kona. Waraka wa pili wa Korinto 8 mstari wa 3 anasema hivi. Okay, unaweza tukaanzia mstari wa kwanza, lakini ninatafuta mstari wa 3. Kuna kitu nataka uanzie mstari wa kwanza upate mtiririko huo. Tena ndugu zetu, twawaarifu habari za neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi, uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Kuna kitu nitaka ukidake kwenye huo mstari wa pili. Narudia tena. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, kwa wingi wa furaha yao na umasikini wao uliokuwa mwingi, uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao.
utakaopata hiyo picha. Sasa hebu tuende mstari wa 3. Anasema maana na washuhudia ya kwamba kwa uwezo wao. Sasa nadhani kunapata picha ya mstari wa 2 na huu wa 3. Kwa maana kwa uwezo wao, manake kwa kile kiwango ambacho Mungu amewabariki kwacho, kwa kile kiwango cha mafanikio na ustawi wao, kwa uwezo wao. Anaongeza kitu kingine, na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Umeona huo mstari wa 3 ulivyoandikwa? Narudia tena. Maana na washuhudia, anaendelea kuandika kwamba na washuhudia kwamba kwa uwezo wao, kwa kadiri walivyofanikiwa, na zaidi ya uwezo wao, na kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyote. Nilitaka nisome mstari huu, lakini leo ninatamani nisome Biblia ya Kiswahili cha kisasa. Uone kilichoandikwa kwenye hiyo Biblia. Kuna vitu vizito sana kwenye huo mstari ambavyo ninatamani uvidake. Nataka nisome Biblia ya Kiswahili cha kisasa. Na ndio maana nilikwambia ukitaka kusoma vizuri hizi Biblia, ukisoma vizuri haya maandiko, usiwe na toleo moja, jifunze kuwa na matoleo tofauti. Wakorinto wa pili, wa Korinto ule mlango wa 8 nisome mstari wa 1 mpaka wa 3, lakini kumbuka na utafuta mstari wa 3. Anasema, ndugu, napenda kuambia habari juu ya neema ambazo Mungu amewajalia makanisa ya Makedonia. Waumini wa huko walijaribiwa sana kwa taabu, lakini furaha yao ilikuwa kubwa hivi hata wakawa wakarimu kupita kiasi, ingawaje walikuwa maskini sana. Sasa angalia mstari wa 3, nataka uzingatie. Naweza kuwashuhudia ya kwamba walikuwa wakarimu kadiri ya nguvu zao. Umeona hiyo sentence? Kula ametumia neno uwezo wao. Hapa anasema kadiri ya nguvu zao, na hata zaidi kwa hiari yao wenyewe kwa hiari yao wenyewe. Nilitaka uone hiyo picha ya tofauti iliyoko kati ya kule na hii tafsiri ya Kiswahili cha kisasa, anavyojaribu kuainisha hayo maneno matatu ambayo hawa watu ambao amewainisha hapa kwamba watu wa Makedonia, moyo waliokuwa nao. Sasa nianze kuyaainisha hayo mambo matatu moja baada ya lingine. Cha kwanza anasema kwa uwezo wao. Kwenye Kumbukumbu la Torati anazungumza habari ngumu kidogo. Anasema utakapofanikiwa katika mambo yako, banda lako litakapoongezeka mifugo, utakapoongezewa dhahabu, anataja vitu vingi. Anasema usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Kwa nini? Anasema kwa maana Bwana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Watu wengi sana tukifanikiwa hatumuoni Mungu. Tunaona connection, tunaona akili zetu, tunaona wazazi wetu waliotusomesha, tunaona vitu vingine. Hatumuoni Mungu kwenye hiyo kona. Na ndio maana ukimkuta mtu anamwambia bwana, ni kwa sababu ya kusoma bwana, mimi nilisoma sana. Kuna watu walisoma zaidi yako lakini hawajapata nafasi ulionayo. Mwingine akamwambia ni connection bwana, mzee alikuwa na connection kubwa sana. Kuna watu ambao watoto wao ndio hiyo connection lakini hawajafanikiwa kama mtoto wako. Ninachotaka ukione ni nini? Anasema hawa ndugu kwa kadiri ya uwezo wao. Kwenye Kiswahili cha kisasa anasema kwa kadiri ya nguvu zao. Anasema kwa kadiri walivyokuwa navyo, kwa kadiri ya mafanikio yao walimtolea Mungu. Ukitaka kwenda ndani zaidi, maana yake walitoa sawa na walivyofanikiwa. Bahati mbaya sana sisi kadiri tunavyofanikiwa ndivyo tunavyopunguza kiwango cha kutoa. Angalia mshahara uliokuwa unaupata miaka 10 iliyopita. Ulikuwa unatoa sadaka yako kiasi gani? Ni miaka 10, maana yake kile kiwango cha thamani yako ya ile sadaka uliyokuwa unatoa inawezekana kimepungua kabisa thamani yako yake. Umepandishwa mshahara, umepandishwa cheo, umepandishwa marupurupu, lakini bado sadaka unayoitoa ni ile ile ya miaka 10 iliyopita. Sio sawa. Angalia kama utaratibu wa kanisani kwenu kuna ule utaratibu wa kuweka ahadi ama nadhiri kwenye madhabahu. Kuna watu wanatoa, wanaweka nadhiri ya ahadi na jengo, kwa mwaka huu Mungu akinijalia nitatoa kiasi fulani. Umekuwa ukitoa kiasi hicho miaka 5, 6, 7 mfululizo, lakini wakati huo Mungu amekufanikisha, amefungua milango mingine, amekuongezea baraka za aina nyingi sana, lakini umekuwa ukisimamia kiasi hicho hicho cha sadaka miaka 3, 4, 5 iliyopita. Sio sawa. Thamani ya shilingi 100 ya leo ni tofauti na thamani ya 100 hiyo hiyo miaka 10 iliyopita.
Kwa lazima hata mfumo wako wa utoaji wa sadaka uende kwa namna ya kadiri ya thamani ya fedha ya kwako. Sasa hawa watu wanasema kwa kadiri ya uwezo wao walimtolea Bwana. Kwa hiyo kilichoko ndani ya huu mstari kwamba unapoona Mungu anakufanikisha, unapoona Mungu anakuinua, unapoona Mungu anakupandisha, maana yake anataka hata kwenye kona ya kwako ya kurejesha kile ambacho Mungu amefanya kwa uaminifu, ukionyeshe na wewe kwa uaminifu kupitia sadaka zako. Hawa watu walitoa kwa uwezo wao, lakini bi yake ama jambo la pili anasema na zaidi ya uwezo wao. Sikiliza, usiishie tu kutoa kwenye uwezo wa kwako, toa zaidi ya uwezo wako. Nimekuwa mara nyingi sana nikitoa huu ushuhuda, japokuwa nimekuwa sitaji ile kampuni inayohusika na hili jambo. Mtu mmoja huko Marekani ambaye alikuwa ni Mkristo, siku hiyo ameenda kanisani akakutana na fundisho la fungu la 10, kwamba fungu la 10 sio yako, ni mali ya Bwana. Na huyo aliyemfundisha akasema unapotoa fungu la 10 Mungu ameahidi 1, 2, 3. Yule baba akaenda siku hiyo Jumatatu akamfuata mhasibu wake kwenye kampuni yake. Alikuwa na kampuni kubwa, na hiyo kampuni mpaka leo ipo. Nikikutajia hiyo bidhaa yake, hata ukienda hapo kwa Mangi utakutana na hiyo bidhaa. Sitaki kutaja kwa sababu sije kaonekana natanja matangazo hapa. Kwa kilichofanyika ni kwamba alipoenda akamwambia mhasibu wake, fanya mahesabu ya mwezi mzima, halafu nitengee 10%. Akaitoa sadaka yake kwa Bwana. Anasema mauzo yake ya mwezi uliofuata yalishuti sana. Alipoenda kufanya tathmini ya mauzo ya mwezi uliopita na mwezi baada ya kutoa fungu la 10, akaona maongezeko makubwa sana. Akasema nimegundua kumbe kuna namna ambayo Mungu huwa anafanya unapoonyesha uaminifu. Alipoenda mara ya pili akamwambia afanye mahesabu, lakini sio ya kutoa 10% kwa maana ya fungu la 10. Akamwambia fanya mahesabu ya fungu la 20. Kwa yeye akaenda mbele zaidi, hakutoa fungu la 10, alitoa fungu la 20. Yule baba aliendelea kufanya hivyo mpaka nakufa. Alikuwa anatoa fungu la 90, anabakiwa na 10, yani kinyume chake. Wakati mimi na wewe fungu la 10 linatutoa jasho, yeye alitoa fungu la 90. Mpaka leo hii yule baba amefariki, kampuni yake bado inadumu, kampuni yake bado ingaliko, imetandawa katika uwezo wa kufika dunia nzima. Kwa nini? Alifanya uaminifu wake kwa Mungu. Anasema zaidi ya uwezo wao walitoa. Kwa walitoa kiasi ambacho ni zaidi ya ule uwezo waliokuwa nao. Lakini ninapenda mstari wa 3, anasema na kwa hiari yao walitoa vitu vyao. Kwa tafsiri nyingine, kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa kuthamini, kwa moyo wa kujali, walimtolea Mungu sadaka. Nini huwa ni msingi wako wa kutoa sadaka yako mbele za Bwana? Nini huwa ni msukumo na mtazamo wako wa kutoa sadaka mbele za Bwana? Tumeona hapa kwamba hawa watu walitoa kwa uwezo wao, na zaidi ya uwezo wao, na kwa hiari ya moyo walimtolea Bwana sadaka. Ni mara ngapi umewahi kutoa sadaka kwa uwezo wako? Ni mara ngapi umetoa sadaka zaidi ya uwezo wako? Ni mara ngapi umetoa sadaka zako kwa hiari ya moyo bila kusurutishwa wala kulazimishwa? Tunakumbushwa kama Wakristo kufanya hayo ili kuweza kugusa moyo wa Mungu na kuona matokeo ya ahadi za Mungu alizotuahidi kupitia kumtolea sadaka. Namba yetu ya kutuma sadaka yako ndani yako ukiwa na uhiari wa moyo ni 0757 220 220, 0757 220 220. Wacha tuombe. Baba, tunalibariki jina lako. Asante kwa uaminifu na wema wako. Umetupa kutukumbusha kwa habari hii ya kukutolea kwa nguvu na kwa uwezo wetu na zaidi ya uwezo wetu na kwa hiari ya moyo, ili kugusa moyo wako na kuachilia mrejesho wa kile ulichokiahidi kupitia sadaka. Tujalie kutoa kwa moyo wa kupenda, tusitoe kwa lazima, tutoe kwa hiari, tusitoe kwa kulazimishwa, tutoe kwa moyo wa kupenda, tena kwa moyo wa hiari. Katika jina la Yesu, yuko mmoja atakayefanya na kutii neno hili, Bwana mkumbuke na kumtendea. Kwa damu yako na kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.